mpenzi mtazamaji wa TRC Mzungu TV and NBC. Leo hii tuko hapa ndani ya viunga hivi vya TRC Mkata, na lengo kubwa hasa lililotufanya tuweze kufika hapa ni kuja kuhudhuria mafunzo ambayo mafunzo yanadhaminiwa na mradi wa shule bora, ambapo tutakuwepo hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya TRC Mkata kwa muda wa siku 5. Ambatana nami sambamba twende tukajionee kupitia wawezeshaji ambao wako madarasani ambao wanakwenda kutoa mafunzo kuhusiana na uongozi wa ufundishaji na ujifunzaji kwa waratibu na waratibu wasaidizi wa JZK za walimu wakuu na mahek hapa Andeni BC. Mafunzo haya yamekujia kwa hisani kubwa ya shule bora, kama ambavyo nimekupitisha huko nyuma kwamba tulikuwa tunahudhuria mafunzo mbalimbali ambayo yanadhaminiwa na shule bora, na kwa kwanza tena tunaendelea mafunzo haya ambapo tutakuwepo hapa ndani ya viunga hivi vya TRC Mkata kwa muda wa siku 5. Ambatana nami sambamba twende tukajionee huko madarasani kwa wale wawezeshaji ambao wamepangwa kwa ajili ya kuwezesha kuendesha JZK. Tunakutana changamoto gani au mambo gani tunayafanya? Lakini kwa ujumla hizi JZK zina faida moja kubwa sana. Endapo tu JZK tunatumia ipasavyo. Hizi JZK tunatumia ipasavyo zitatusaidia sana hasa kwenye kutoa performance ya masomo yetu. Mfano, ukiangalia JZK tunapokutana kazi tunabadilishana mawazo. Changamoto ya shule X anashare na wenzake. Mafanikio ya shule X anashare na wenzake. Wewe mfano shule yako mimi, kama shule yako kwa watu imepata changamoto ya utoro, ina changamoto ya utoro. Naweza nikashare na changamoto ya shule kwa Msenga. Changamoto ya utoro wanayo wameifanyaje? Wenzangu shule kwa Msenga wamefanikiwa kuondoa utoro kwenye eneo lao. Wamefanikiwaje? Si maneno tuingie, yetu lengo ni JZK. Kwa hiyo yeye anakupa ushauri na anakuambia mimi kwangu kwa Msenga nimefanikiwa kama nimefanya 1 2 3. Kwa hiyo wewe kwa watu kama ile changamoto ulikuwa nayo unajaribu kujaribia hii njia au mbinu ambazo ndio umetumia ili wewe ufanyeje kuondoa changamoto. Na ndio lengo la JZK. Pia leo performance hivyo. Shule X imeperform vizuri sana. Lakini shule Y iko chini, haija perform vizuri. Kwa hiyo wewe unaperform vizuri. Unawafundisha wenzako, unawaelekea wenzio, ulifanyaje mpaka kufanikiwa? Ili wenzako watumie ile mbinu ili wanao pia wafanyaje waweze kufanikiwa. Hiyo ndio lengo la JZK. Kwa hiyo kama JZK tunatendea kukutana kweli, kupatafanya kazi nzuri zitatusaidia sana. Lakini kama tutendea hata kukutana, yani tunapigana tu simu mimi kwa huko, yani haitasaidia lolote. Yani tujitahidi at least kwenye kota tukutane. Tukikutana ndani ya kota tutabadilishana mawazo, na ndio maana tunakutana leo hapa. Na ndio maana tunaanza kusema mada ya kwanza kabisa. Tumetaka tuangalie uzoefu sasa. Kwa hiyo baada ya kila mara tulipewa JZK kule nyuma, baada ya yale mafunzo ya JZK, tunaoendelea kufanya kazi ya JZK, tunafanya vitu gani? Tumekutana na changamoto gani? Tumekutana na mafanikio gani? Tuanze kujadili hicho kwanza. Mada ziko nyingi, lakini tumeona tuanze na hiyo ya kwanza kabisa, tujue kabisa kule tulikotoka. Tumefanya kitu gani? Tuna mafanikio gani? Tuna changamoto gani? Na hiyo changamoto tunatatuaje? Na ndio maana tumekuja hapa tunafanya tunashare mawazo. Kwa hiyo tunategemea kila mtu kwenye JZK yake anatoa mfano. Tuna JZK 11. Hapa tuna waratibu wa JZK na tuna waratibu wasaidizi wa JZK. Kwa hiyo tunaamini kila JZK ina mambo walikuwa wanaendelea kwenye JZK zao. Kwa hiyo tunatarajia JZK isimame itupe mafanikio ya JZK yake, na kila JZK isimame itupe changamoto ya JZK yake. Kwa nini wanashinda kukutana? Changamoto zipi? Tunafanyaje changamoto? Na utatuzi wa changamoto tunazo wenyewe. Nimesema wewe unataka tunaomba ofisi sisi tusaidie kutatua changamoto. Hapana. Tunao wenyewe. Si maana tuongea. Yeye changamoto za JZK tunao wenyewe utatuzi wake. Kwa hiyo pia utatuzi wa changamoto tunataka tushare hapa pia. Huo utatuzi. Kwa hiyo changamoto tunataka tushare ni mada moja muhimu sana kwetu. Tumeanza nayo hiyo. Kama tuendelea na haya mada mengine mengi. Tuanze na hiyo kwanza. Sababu hii ndio ambayo tumeshaifanyia kazi kutoka. Ndio maana tumeanza nayo. Ambayo majibu yake tunayo wenyewe. Mafanikio tunayo wenyewe. Changamoto tunazo wenyewe. Hizo changamoto tunatatuaje tunazo wenyewe. Maana mbona wengine wanasema si ofisi ifanye nini? Ofisi ifanye nini? Hapana. Utatatua hizo changamoto tunao wenyewe. Si ofisi. Sio umeelewa eh? Hizi JZK itakuwa wenyewe. Sisi walimu tunapusha madaraka jamani. Wewe tunapusha madaraka tunatumia pusha madaraka ya halmashauri. Kwani usubiri pusha madaraka kana kwenye JZK? Kikao cha JZK kimepangwa kufanya kuunda labda mara moja. Kukutana pale natumia pusha madaraka nenda kwenye kikao cha JZK kushiriki JZK. Kwa hiyo alafu lazima tujue hapa miundombinu. Tuseme hivi yani kuna shughuli za ofisi tunafanya nyingi sana katika halmashauri yetu. Tunakutana maeneo mbalimbali. Tupate kuwa tunawaita hapa halmashauri kwenye vikao mbalimbali.
Kwa hiyo JZK tukutane. Changamoto ambayo imekuja kubwa hapa, JZK tukutane. Ili JZK tukutane. Ili JZK tungekuwa tunakutana hivi, tungepata mafanikio makubwa. Hata performance safari ingekuwa nzuri sana. Yaani na mimi JZK tukifanya kazi vizuri, hata performance itapanda. Kwa hiyo lengo kwa ita moja ya mafunzo. Kuzifanya JZK yetu ndio hai, zifanye kazi. Zimelala JZK zetu, zifanye kazi zimelala. Na tunaamini mkitoka hapa mafunzo ambayo mtayapata nyinyi mtaenda kuwafundisha na wale wenzenu kule. Mkawaelekeza kitu ambacho mmejifunda. Hapa mtakutana kwenye JZK zenu, madawati tunaita mratibu na mratibu msaidizi. Ina maana baada yako wewe mratibu na mratibu msaidizi mtaenda kuwaelekeza wenzenu mshaelekezwa hapa. Mtaenda kushare na wenzenu mlioacha kule kwenye JZK. Yaani kwa maana baje kijaje tuwaita walimu wakuu wote na maafisa kata wote. Hata mnaenda kuwafundisha kule ni maafisa kata na walimu wakuu. Ndio maana waita ndio maana nyingi viongozi wa JZK ni walimu wakuu. Waratibu na waratibu wasaidizi wa JZK ni walimu wakuu. Maafisa kata ni wale wa JZK. Kwa hiyo ndio maana kuja kwa hapa ya mafunzo mkitoka hapa juu sasa. Muende kuwafundisha wale wenzenu kule. Kuwaelekeza hiki kitu ambacho mmejifunza hapa. Lengo letu na tuone JZK zikiwa active zinafanya kazi. Lakini lengo kuu tu ile performance kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Ndeni. Na inawezekana yaani kitu ambacho endapo JZK zitasimama. Tukashare uwezo. Tukashare mafanikio. Tukashare changamoto. Tukashare na kutatua ile changamoto zetu itatusaidia sana. Mafanikio yetu tumeyapata itatusaidia sana. Changamoto ya utoro ambayo kwa sisi halmashauri ya wilaya ya Ndeni tutatuaje changamoto ya utoro kwa wanafunzi. Sababu hata kama kwa kufundisha wanafunzi leo kesho shuleni afiki, bado ni changamoto kwa sababu ina maana ana maendeleo ya usomaji. Kwa hiyo ili tuweze kutatua tatizo la utoro, tunafanyaje? Tutoshee ile changamoto. Haya, shule yetu imefanya vizuri, imeperform vizuri. Shule yao imefanya vibaya. Wewe uliyefanya vizuri ufanyeje? Kwa hiyo maana yule ambaye amefanya vizuri na yule ambaye hajafanya vizuri, wakikutana kwa pamoja, wakatatua ile changamoto, tunaweza kubadilishana wote kwa pamoja. Na ndio maana JZK hata English medium tujihusishe. Sisi tumeanza tunaongea. Wenzetu wajapokuwa watu wafikia English medium, lakini wana mbinu ambazo tunaweza tukachukua kwao. Hata kusoma mbinu zao hatuwezi kabisa sisi. Sio kweli. Kuna mbinu ambazo utatuambia ambazo sisi pia tutatusaidia. Lakini sisi ndani ya shule zetu za Swahili Media, kuna shule tumefanya vizuri sana. Hata mjana utafaidi. Kuna shule ziko vizuri sana, tumefanya vizuri. Lakini kwa shule zimeanguka kweli. Wewe uliyefanya vizuri ufanyeje? Tupe mbinu. Na wewe ambao umeanguka ulikosea wapi? Tupe mbinu. Ili yule aliyekosea aweze kujifunza kwa yule ambaye amefanya vizuri. Na yule aliyefanya vizuri aweze kuwasaidia wenzake ili ikiwezekana halmashauri yetu ya wilaya ya Ndeni yote tufanye vizuri. Ndio hilo lengo kuu la hili JZK. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya TLC Mkata iliyoko kata ya Mkata halmashauri ya wilaya ya Ndeni. Mimi Nchisco wa TLC Mzundu TV and MDC.